Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu, ikiwa ni Dominika ya 16 na masomo yetu ni mwaka A wa kanisa. Na leo tafakari yetu tunaipa kichwa cha habari Mungu wa huruma. Mungu mwenye huruma. Ndugu zangu, Mungu ni mwenye huruma na hutoa nafasi kwa wadhambi kutubu. Siku zote Mungu anatoa nafasi kwa mdhambi kutubu na kumrudia, na mawazo yake sio mawazo yetu. Ndugu zangu, Mungu hutoa nafasi ya pili kwa kila mmoja wetu. Lakini je, unajitahidi vipi kuondokana na magugu ndani ya moyo wako? Usiyavumilie magugu yanayoendelea kuota ndani ya moyo wako. Zaburi ya wimbo wa katikati inatueleza juu ya Mungu mwingi wa fadhili na aliye tayari kusamehe. Mfalme Daudi alionja huruma hii baada ya kuanguka katika dhambi. Tunafahamu Daudi baada ya kuanguka katika dhambi ya kuzini na mke wa Uria na baadaye kumuua Uria, Daudi alisali Zaburi ya 51 na alilala uchi kwenye mavumbi akiwa anaomba huruma ya Mungu. Huruma ya Mungu ni kuu mno. Huyu ndiye Mungu wetu. Mungu kweli alimsamehe Daudi kutokana na ule unyofu wake na kujinyenyekesha na kuona kwamba nilichokifanya kwa kweli ni ujinga na nimekosea. Mungu alimhurumia. Mungu anajua kuadhibu, lakini pia Mungu anajua kuhurumia. Ndio tabia ambayo na sisi tunapaswa kuwa nayo. Kama tunajua kushika fimbo na kuchapa mtu, tujue pia namna ya kusamehe. Kama tunajua kukemea, tujue pia kufariji. Tusio tu ni watu ambao ni maneno mabaya tu muda wote na yani kila saa sisi ni kuonya tu, sio watu wa kutoa faraja. Sisi tuwe tayari kuwasamehe pia wenzetu, ndugu zangu. Lakini katika kusamehe kwetu tutapewa msamaha kutokana na jinsi sisi tulivyojiweka, kwa sababu kuna watu wanapanga uovu kuanzia mwanzoni, alafu anajua kabisa nitakuja kupatana naye baadaye. Ukifanya hivyo, hiyo dhambi haisamehei, kwa sababu ni uovu wote. Paka huo umeeleza tu kwamba kwa kweli nilipanga uovu na nilikuwa nifanye hivi na hivi. Ukisema hivyo, hapo ndio unapata msamaha. Lakini kuna watu wanapanga uovu wakijua kwamba wanakuja kuomba msamaha baadaye. Ukifanya hivyo, wanasema the whole thing, process yote inakuwa ni dhambi, kwa sababu intention ya mwanzo ilikuwa ni nitamtendea ubaya, alafu baadaye nitakuja kumwomba msamaha, alafu baadaye niendelee na mambo yangu. Hapo hujatubu, hapo ni igizo tu, umefanya tu igizo tu. Kwa hiyo the whole process inakuwa ni uovu. Jitahidi, ukitaka kusamehewa lazima useme nilipanga na nilifanya hivi na hivi, kwa hiyo naomba unisamehe, sitarudia tena. Yaani iwe kutoka moyoni. Hapo unapata msamaha kweli. Lakini msamaha hautoki ni mpaka umekiri uovu uliokuwa umeupanga kuanzia mwanzo. Ukisema hivyo, kwa kweli hapo unapata msamaha vizuri. Ndugu zangu, katika somo la kwanza, kitabu cha Hekima ya Sulemani kinatafakari utofauti wa Bwana Mungu wa Israeli. Bwana sio wa kufananishwa na chochote. Mungu kweli hafananishwi na chochote. Huruma yake ni zaidi ya vyote, na kwake hakuna ubaguzi. Bwana yupo tayari hata kuzuia uwezo wake ili usionekane kwa baadhi ya nyakati. Pale atoapo adhabu, anaweza kaamua tu kufanya tu hivyo. Huitoa hiyo adhabu kwa upendo. Hata wakati mwingine huficha uwezo wake. Mungu ni mwema sana. Mungu ni mkuu. Hatuwezi kufahamu ukuu wake, lakini yeye hufanya tu katika hali ya upendo ili aweze kumwokoa mwanadamu. Bwana huhukumu kwa upole na kutawala kwa uvumilivu. Ndio sifa ya Mungu. Mungu angekuwa hatuvumilii na hukumu yake ingekuwa ni kadiri ya jinsi tunavyotenda dhambi, kwa kweli hali yetu ingekuwa mbaya sana. Na hapa kabla sijaendelea, nikupe story moja hivi ya padri mmoja ambaye ndugu zake walipata ajali. Huyo padri ndugu zake walipata ajali, wakafa karibu watatu. Na aliyesababisha ajali ilikuwa ni dereva mmoja hivi mlevi. Sasa siku moja huyo padri wakati akawa ameenda kutoa sakramenti ya wagonjwa. Alipoenda hospitali, hiyo hospitali ilikuwa ni hospitali ya masista, inahudumiwa na masista. Huyo padri akawa ameenda kutoa sakramenti ya mpako wa wagonjwa. Sasa alipoenda kule akatoa sakramenti, akasikia kwamba yule dereva ambaye ndiye alisababisha ndugu zake wafe yuko pale, amelazwa pia pale. Yule padri akasema niende nikampe mpako. Roho ikakataa kabisa, akasema siendi. Moyo akasema siendi kutoa mpako, mimi siendi. Akashindana na Mungu sana moyoni mwake, niende nisiende, siendi. Akaamua kuondoka. Wakati alipoondoka, alipofika nje akakutana na sister mmoja. Sister akamwambia akamwambia samahani father, naomba kuna mgonjwa yuko kule, naomba ukampe sakramenti ya wagonjwa. Akasema siwezi kwenda, yule pale ndo alisababisha ndugu zangu wakafa kwa sababu ya ulevi wake.
lakini huyo dereva alikuwa ameshaanza kutubu na kuomba huruma ya Mungu. Sasa huyo sister akamwambia, samahani father, naomba uende, nenda kaonyeshe picha ya Mungu kwake, nenda kaonyeshe msamaha kama Mungu anavyokusamehe. Ule padri akashindana sana na yule sister, wakashindana. Baadaye padri akawa mpole, akasema basi sawa sister, mimi naomba niende nikatoe mpako mtakatifu kwake. Akaenda, lakini kwa shingo ngumu kwa shingo ngumu akaenda, na alipofika kule akampa yule sister mpako, yule mgonjwa, yule dereva akampa mpako. Baada ya kumpa mpako, akatoka nje kumtafuta yule sister. Hakumuona tena yule sister. Basi padri akaamua kupita pale, kulikuwa kuna convent ya masista ambao wanahudumia hapo hospitalini. Akafika pale, basi akawasalimia, jamani, habari zenu masista. Walikuwa ni masista watatu tu wako pale kwenye convent. Alipoenda pale akakaa pale akanywa chai. Basi akaanza kuambia, jamani, lakini nyinyi masista bwana, unajua huyu dereva aliyekuwa hapo ndio alisababisha ndugu zangu wakafa na nini. Akasema basi akamwambia father, msamehe tu. Akasema isingekuwa sister ameniomba niende nikampe mpako, yani mimi singeenda. Wakauliza, na sister yupi? Akasema si sister mmoja wenu nilikuwa naye, tumekutana naye hapo nje. Wakasema sisi tuko tu watatu hapa, hatuna sister mwingine hapa, tuko watatu. Sasa huyo sister unayesema ni yupi wewe? Akasema sister nimekutana naye hapa. Wakati anapepesa macho hivi, padri akaona picha ukutani. Akasema si huyo hapo sister, huyo hapo ndo nimekutana naye hapo nje. Akaniambia nirudi, nikamwambia akasema huyo. Masista wakaanza kucheka. Akasema huyo si mother founder wetu. Huyo hapa ni sister mwanzilishi wa shirika letu ambaye alishakufa miaka mingi, hata sio jana kumuona kwa macho. Akasema ni huyu. Padri akakomaa, akasema ni huyu nimemuona, ameniambia niende. Kumbe alikuwa ni sister Faustina. Ndugu zangu wapendwa, muujiza huo. Ni story, sikumbuki tena vizuri nilisoma wapi, nakumbukaga naikumbuka, lakini sijui nisoma wapi au pengine sikuelezea vizuri, lakini angalau umepata key point kwamba huruma ya Mungu ni kumno. Yaani huruma ya Mungu haizuiliki. Yaani unapoamua kuionyesha hata kwa mtu aliyekukosea kwa hali ya juu kabisa, yaani umemuonyesha Mungu kwa hali ya juu. Kwa sababu sifa ya Mungu ni kusamehe. Unapoamua kusamehe, unakuwa umemuonyesha Mungu kwa hali ya juu kabisa. Ndugu zangu, Mungu hutoa huruma yake kwa upendo sana. Bwana huhukumu kwa upole na kutawala kwa uvumilivu, kama nilivyosema. Hivyo wadhambi wengi bado wanaendelea kuishi kwa sababu ya huruma ya Mungu. Hizi ndizo sifa na tabia za Mungu. Je, waweza kuziiga? Unaweza kuziiga hizi sifa za Mungu? Katika somo la Injili, Bwana Yesu anatufundisha tena kuhusu ufalme wa mbinguni. Hapa anamuelezea Mwenyezi Mungu kama kielelezo cha uvumilivu kwa kutumia mfano wa magugu. Jinsi Mungu anavyoacha magugu na ngano vyote katika shamba moja. Katika mfano huu, Bwana Yesu anatueleza kwamba magugu na ngano vitaendelea kuwepo hadi mwisho wa dunia. Kwani mwenye shamba ni mwenye huruma kuu. Mwenye shamba ni Mungu wetu, ana huruma kuu sana. Na kitendo chake cha kuyavumilia magugu kinaleta faida pia kwa ngano. Kwani ikiwa magugu yatang'olewa yakiwa madogo, hata ngano yenyewe yaweza pia kujikuta iking'olewa. Katika mfano huu, Yesu anamuelezea Mungu kama kielelezo cha uvumilivu wote, lakini wafanyakazi wake wanakosa uvumilivu, wanataka kung'oa magugu. Wao wanataka magugu yateketezwe tangu yakiwa madogo kabisa. Kwa kutumia mfano huu, Yesu alitaka kueleza kwamba dhambi na uovu vitaendelea kuwepo duniani hadi mwisho wa dunia. Mungu hata watoa dhambi wote ulimwenguni hadi mwisho ataendelea kuwavumilia ili watubu, wamrudie. Hivyo tujiandae kukutana na magugu katika maisha yetu. Ndani ya familia, hata kazini kwetu, ipo ngano inayofanana na magugu, na hivyo kuyang'oa magugu kipindi cha mwanzo kitasababisha pia ngano safi ing'olewe. Hapa tunaona kwamba Mwenyezi Mungu ana mtazamo mpana kuliko sisi. Kuna watu wanatusumbua, kuna watu ambao yani kwa kweli kuishi nao ni ngumu sana. Inatesa kweli. Unatamani kama hata usiwepo katika maisha yetu. Lakini
Mungu anakuambia bado naendelea kuwapa nafasi watubu, wanirudie mimi. Sasa ni jukumu letu kuiga sifa ya Mungu. Sio rahisi kazini kukaa na wasumbufu, watu wanaokutesa, watu ambao sio kupenda, watu ambao wanakupiga vita kila siku. Unatamani kama Mungu awalipize kisasi. Sio rahisi mtu ambaye ulikutana naye kwenye mahusiano, pengine akakuumiza, akakutesa, akakujeruhi, akakufanya ukajiona kama huna maana, huna thamani, akakudharau. Leo hii Yesu anakuambia endelea kumsamehe. Sio kitu kirahisi. Lazima uige sifa ya Baba. Unatamani kama Mungu amng'oe hivi, unatamani kama Mungu amlipize kisasi hivi, unatamani kama Mungu amvunje miguu hivi, unatamani kama apate na madhila makubwa hivi. Lakini Mungu anakuambia hapana. Bado nilimuumba na nampenda. Bado naendelea kumsamehe. Akitubu akinirudia nitamsamehe. Kwa ndugu zangu, ni jukumu letu sisi wa dhambi, waovu, kumrudia Mungu. Tusifikiri muda nao tupatia uvumilivu wake ni ujinga wa Mungu. Hapana, Mungu anatuhitaji, anatutaka sisi tuwe naye. Anatutaka sisi tuwe watu ambao tunabadilika kila siku. Tukikosea turudi, ili siku moja tunapovunwa tuweze tuwe na mavuno safi. Sisi tukaishia kuchomwa kwenye kufungwa kama matita na kutupwa kwenye moto. Ndugu zangu, wafanyakazi wa huyu mwenye shamba, wafanyakazi wake wangalishindwa kutofautisha ngano na magugu, na wangaliacha baadhi ya magugu pengine wakifikiri kwamba ni ngano bora, na kumbe sio ngano. Mungu hachagui kama sisi tuchaguavyo, ndugu zangu. Mungu anajua udhaifu wa wanadamu, na ndiyo maana alikataa hukumu zao. Kwa mfano huu, Yesu anatuonesha kwamba wadhambi hawataisha ulimwenguni. Wataendelea kuwepo. Mungu ataendelea kuwapa muda, grace period, kuwapa muda wa neema, wa kujirudi na kumrudia Mungu. Ndugu zangu wapendwa, tusifikiri Mungu ni mjinga. Sisi tujitahidi. Tunapohurumiwa, tusifikiri kwamba tusijitangaze watakatifu. Tunapohurumiwa, tujitahidi kumrudia Mungu na kufanya toba ya kweli. Katika mfano wa pili kwenye somo la Injili, Bwana Yesu anafananisha ufalme wa Mungu na punje ya haradali, ambayo japo ni ndogo, baada ya kukua hutoa na kuzaa mti mkubwa sana. Hiki ni kiashirio kwamba ufalme wa Mungu unaanzia katika mambo madogo madogo. Hata maskini wanayo nafasi katika ufalme huu. Hata mtu mdogo kabisa ambaye unafikiri kwamba hafai, anao nafasi katika ufalme huu. Wapo ambao wamekuwa mapadri, mfano wake ni mimi mwenyewe. Nimetoka familia chini kabisa, maskini kabisa. Lakini Mungu ameninyanyua, ametaka nimtumikie. Ndivyo Mungu anavyofanya. Anachukua kile kidogo kilichodharaulika ambacho pengine wala hukudhania kukifanya kikubwa. Ndivyo Mungu anavyofanya kazi. Usimdharau mtu yeyote. Usimdharau mtu yeyote yule. Huwezi kujua. Hata kama ni mtu anakuambia kitu, anakuomba kitu fulani, angalia sana maneno yako, kauli. Kauli yani inaweza ikakupa baraka au ikakufunga wewe mwenyewe. Kauli inaweza ikakufunga gerezani au ikakutoa gerezani. Ongea na watu vizuri. Hujui kesho huyu mtu atakuja kuwa nani. Ndivyo ufalme wa Mungu unavyofanya kazi. Mungu huchagua kabisa maskini wake walio chini kabisa, ambao hata wana maana yote. Watu wamewadharau. Lakini Mungu huwanyanyua na kuwaketisha pamoja na wakuu. Ndio tabia ya Mungu, ndugu zangu. Katika mfano wa tatu kwenye somo la Injili, Yesu anafanisha ufalme wa Mungu na chachu, ambao ni kidogo sana, lakini iliweza kuchachusha unga mwingi. Ufalme wa Mungu kwa hakika upo ili ukue na kuenea kila mahali. Injili inapaswa iguse kila eneo katika maisha yetu. Ni kitu kidogo sana. Kinaonekana kama ni kidogo sana, lakini kina nguvu. Yaani neno limehubiriwa, kumbuka vizuri tu. Kanisa limeanza tu na mitume. Yesu alichagua mitume wangapi? 12. Lakini mitume 12. Unaona chachu walioifanya. Sasa hivi kanisa Katoliki lina watu wengi sana duniani. Limegusa maisha ya Ukristo. Huwezi kuongelea Ukristo duniani ni watu ni wengi. Ni chachu iliyoanza kidogo, imechachusha kila mahali. Kwa hiyo na wewe pia usijidharau. Popote ulipohubiri neno la Mungu, haijalishi unagusa watu wangapi. Utagusa mmoja ataenda kumgusa huyo, atamgusa huyo, atamgusa huyo. Utashangaa neno la Mungu limesha enea kila mahali. Na uepuke pia dhambi. Dhambi iko hivyo hivyo pia. Dhambi ina tabia ya kukwaza. Kwa hiyo na wewe ukitenda dhambi hadharani, unaweka chachu ya uovu, unakwaza watu wengi. Na ndio maana Yesu alikasirika sana, anasema adhabu ya mtu anayekwaza afungiwe jiwe, atupwe katika bahari.
Ndugu zangu wapendwa, Mungu atusaidie tuwe watu wa kuleta chachu ya imani, chachu ya Injili, tuchachushe watu wote waweze kumjua Mungu na tusifanye kinyume chake, kwa sababu kinyume chake tutaleta makwazo, na hakika katika makwazo hayo Yesu atatuadhibu, tutapata adhabu mbaya. Ndugu zangu, Yesu anaendelea kuongea kwa mafumbo kwa baadhi ya watu. Mafumbo ni lugha iliyojulikana kwa baadhi. Yesu alipojaribu kuongea kwa lugha ya waziwazi, Mafarisayo walimtukana. Ndugu zangu wapendwa, hata sasa hivi kuna mahali ukiongea waziwazi maisha yako yako hatarini. Kuna wakati mwingine inabidi kuongea hata kwa mafumbo ili kufikisha ujumbe, lakini tusikae kimya. Kuna usemi unaosema wakati mbwa mwitu amekuja usiku, mbuzi na mbwa wa nyumbani waliona vyote. Mbuzi akaamua kukaa kimya, lakini mbwa akaamua kubweka. Alipobweka, yule mbwa mwitu akakimbia. Tuseme kama mbwa naye angeamua kukaa kimya na mbuzi akae kimya, ambaye angepata madhara ni mbuzi, angeliwa. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna watu wameamua kukaa kimya, kufumbia uovu macho na kujifanya kama vile hawaoni. Dhambi zinaendelea kutendeka, watu wanaendelea kuteseka, watu wanaendelea kukandamizwa, watu wanaendelea kunyanyaswa. Lakini wapo watu ambao wangefungua hata mdomo waongea hata neno moja, wangelifanya hata kuna mabadiliko fulani. Lakini watu wameamua kukaa kimya, wanaogopa watatendewa vibaya. Lakini ndugu zangu wapendwa, jitahidi basi hata kuongea hata kwa mafumbo, kupeleka hata ujumbe kwa mafumbo. Watu wataelewa tu. Yesu anaongea kwa mifano. Wakati mwingine anaficha ukweli, lakini kwa ukweli ni kwamba ulikuwa unafika. Na wewe jitahidi, usiwe mtu ambaye tu unakaa kimya tu, unaona maskini anaonewa hapo, alafu wewe husemi chochote, unaridhika tu. Pengine kwa sababu unalinda ugali wako, unaogopa utapoteza cheo chako, utapoteza kazi yako ukiongea. Ni kipi rahisi? Ni kipi, upate kazi hapa duniani uende motoni, au upoteze kazi hapa duniani uende mbinguni? Ni kipi? Chagua. Yesu anasema uwe bora upoteze mwili lakini upate katika ufalme ujao, kuliko upoteze hapa alafu una usevu hapa, lakini huko katika ufalme ujao ambao ndo tutaishi milele zaidi, miaka mingi kuliko hapa duniani. Pima vizuri, muda wa kuishi hapa duniani ni mchache, miaka 70, 90. Zaburi ya 90 inatuambia ni 70 au 80 hapo. 90 hapo tunaagaga mashindano. Sasa huu ni muda mfupi. Sasa kuna umilele wa baadaye, ambao umilele huu tutaishi miaka 1000, 2000 na zaidi katika umilele. Sasa ni kipi? Hii miaka 70 tu uitumie vibaya kwa kusema uongo, ujifanye ili usave nafsi yako, au useme ukweli hata wakati mwingine udhurike kwa sababu ya ukweli, lakini katika ufalme wa Mungu ukaupate ufalme huo? Ni kipi rahisi? Ndugu zangu wapendwa, Mungu atusaidie. Yesu anaongea waziwazi. Yesu anatutaka sisi tuendelee kuishi kwa kusema ukweli. Tusifumbie dhambi duniani, kwa sababu dhambi ni kama chachu, itachachusha, alafu watu watapata madhara. Watu wataishi kwa mahangaiko, watu watashindwa, injili ya Yesu itashindwa kuendelea. Nikutakie Dominika njema. Mwenyezi Mungu akulinde na kusimamia na kukutunza, uendelee kuishi vizuri. Katika somo la pili tunakumbuka vizuri, Roho wa Mungu ndiye anayetusaidia katika udhaifu wetu. Tumuombe Roho wa Mungu atusaidie katika madhaifu yote haya. Wakati mwingine tunashindwa kusamehe, wakati mwingine tunashindwa kumuiga Mungu, wakati mwingine tunashindwa kusema ukweli. Roho ndiye anayetusaidia katika udhaifu wetu. Waraka kwa Warumi sura 8, Paulo anatuambia kwenye somo la pili. Tumuombe Roho huyu atusaidie. Roho ndiye mwalimu wetu mkuu. Ndiye anayetufundisha kusali, kuomba vizuri. Tukiambiwa tuombe sisi wenyewe tunaomba vitu vya ajabu. Mungu, naomba niende Ulaya, naomba nifanane sio na Dangote. Ndio sala zetu hizo. Lakini tukiomba kwa kutumia Roho, tutaomba vizuri na hakika tutapata baraka na uzima, kwa sababu Roho ndiye mwalimu wetu mkuu. Tukimsikiliza Roho, kama Yesu alivyosema, msaidizi, atatufundisha yale yote ambayo Yesu ametufundisha na atatuelewesha. Roho ndiye moyo wa kanisa, ndiye mwalimu wetu,
atatusaidia namna ya kumuita Mungu Baba vizuri. Nakutakia Dominika njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda na kukusimamia, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Dominika njema.